Unasugua meno kila siku, lakini je, umewahi kujiuliza kama unayasafisha au unameza polepole? Ukweli ni huu, watu wengi wanafanya makosa makubwa wanaposugua meno, na matokeo yake ni matatizo kama kuoza kwa meno, harufu mbaya mdomoni, na hata kuharibika kwa fizi. Na jambo la kushangaza zaidi, watu wengi hawajui kabisa wapi wanakosea. Leo nitakuonyesha makosa 7 makubwa na jinsi ya kuepuka ili ulinde tabasamu lako kwa muda mrefu. Hakikisha unabaki nasi hadi mwisho video hii, kwa sababu kosa la mwisho linaweza kuwa ambalo unalifanya kila siku. Tafadhali, kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Kupiga mswaki sio tu tabia ya kawaida, ni kinga muhimu na ya afya ya mwili mzima. Afya ya mdomo ina uhusiano mkubwa na afya ya moyo, mfumo wa mmeng'enyo na hata kujiamini kwako. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea. Wanajua wanachopaswa kufanya, lakini wengi wanajua kwamba wanapaswa kusugua meno pekee, lakini hawajui jinsi sahihi ya kufanya hivyo. Leo tutarekebisha kosa hilo. Kosa la kwanza, kusugua haraka sana. Hebu jiulize, unatumia muda gani kusugua meno? Wengi hutumia sekunde 30 hadi dakika 1 haraka ili waendelee na shughuli nyingine. Lakini ukweli ni huo muda hautoshi kabisa kuondoa bakteria wote. Bakteria hukaa kwenye pembe ndogo za meno, kati ya meno na kwenye mstari wa fizi. Ukisugua haraka, sehemu nyingi zinabaki chafu, na matokeo yake plaque hujikusanya na hatimaye husababisha kuoza kwa meno. Suluhisho: tumia dakika 2 kamili kusugua meno. Gawanya mdomo wako katika sehemu 4, sekunde 30 kila upande. Kosa la pili, kusugua kwa nguvu sana. Watu wengi wanaamini ukisugua meno kwa nguvu, meno yanakuwa safi zaidi, lakini hii ni hatari. Jino lina tabaka la juu linaloitwa enamel ya jino, ndilo linalokulinda. Ukisugua kwa nguvu, unalichakaza polepole, hairudi tena likiharibika, na matokeo yake meno kuwa nyeti, yani sensitive, na maumivu unapokula vitu vya baridi mno au vya joto kali. Fizi kujirudisha nyuma. Mfano ni kama kusugua ngozi kwa brush ngumu kila siku, mwisho wake utaumia. Suluhisho: tumia mswaki laini softi, sugua kwa upole na kwa mizunguko midogo midogo. Kosa la tatu, njia mbaya ya kusugua meno. Njia unayotumia kusugua meno ni muhimu kuliko hata muda unaotumia. Watu wengi husugua mbele na nyuma tu, kama wanapiga mswaki haraka. Tatizo: njia hii husukuma uchafu ndani ya fizi, haiondoi plaque vizuri na hupelekea meno kuoza. Suluhisho la kitaalamu: tumia njia ya mzunguko, yani circular motion. Elekeza mswaki wako kwenye mstari wa fizi. Safisha kila jino kwa umakini. Kosa la 4, kusahau kusugua ulimi au kuosha ulimi. Unasugua meno lakini unasahau ulimi. Hili ni kosa kubwa sana. Ulimi hukusanya bakteria wengi zaidi kuliko sehemu nyingine ya mdomo wako. Matokeo yake, harufu mbaya mdomoni, ladha mbaya mdomoni. Sugua ulimi kwa upole pande zote, au tumia tongue scraper kusafisha ulimi. Usibonyeze sana, fanya kwa upole ili kuepuka kichefuchefu. Kosa la 5, kutotumia mswaki sahihi. Sio kila mswaki unafaa, na uchunguzi wako unaweza kuathiri afya ya meno yako. Makosa ya kawaida: kutumia mswaki mgumu sana, kutumia mswaki mkubwa usiofika kwenye meno yote, kutumia mswaki ulioisha, kuumiza fizi na kusababisha kutosafisha vizuri baadhi ya maeneo. Tumia mswaki wenye nyuzi laini, yani soft blisters, kichwa kidogo na urahisi wa kufikia kila sehemu. Mswaki unapaswa kutumika takribani usizidi miezi 3. Mswaki wa umeme unaweza kusaidia kama unapatikana. Kosa la 6, kutobadilisha mswaki kwa wakati.
Ni lini mara ya mwisho ulibadilisha mswaki wako? Watu wengi hutumia mswaki hadi uchakae kabisa. Nywele zikichakaa haisafishi vizuri. Mswaki hujaa bakteria. Matokeo yake, unasugua lakini hausafishi ipasavyo. Badilisha kila baada ya miezi 3 au mapema kama umechakaa. Kosa la 7 ni kusugua meno mara moja tu kwa siku. Hilo ndilo kosa linalofanywa na watu wengi zaidi. Kusugua meno asubuhi pekee haitoshi. Hata wewe pia unanisikiliza, umesugua meno leo asubuhi pekee yake. Maelezo ya kina. Usiku unapolala pia unapaswa kusugua meno, kwani mate hupungua, bakteria huongezeka kwa kasi, na matokeo yake ukiacha hivyo, meno yanaweza yakaoza na harufu mbaya mdomoni. Kwa suluhisho, sugua meno mara 2 kwa siku, na muhimu zaidi kabla ya kulala. Kabla tujamaliza, hapa kuna vidokezo vya ziada vitakavyoboresha afya ya meno yako haraka. Kwanza, tumia dawa ya meno yenye fluoride. Epuka kula vitu vitamu kabla ya kulala. Tumia dental floss, yani uzi wa meno kusafisha kati ya meno, na mtembelee daktari wa meno angalau mara 2 kwa mwaka. Sasa umejua ukweli, sio tu kusugua meno bali ni jinsi ambavyo unasugua. Makosa haya 7 yanaweza kuonekana madogo sana, lakini yanaweza kuharibu meno yako kabisa kama hautayarekebisha. Lakini habari njema ni hii, unaweza kuanza kubadilika leo na kulinda tabasamu lako katika miaka mingi ijayo. Bonyeza alama ya like kama umejifunza kitu kipya, subscribe kwa vidokezo zaidi, lakini pia share video hii, huenda ukasaidia mtu mmoja kuepukana na kibogoyo bila hata ya kujua. Ulikuwa na Daktari Lenny Komba, na kutakia siku njema na Mungu akubariki.